anasema maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Hapo ndo mstari wa 5 nitakaoangalia. Asa maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vile ni gharika inayoua, ni maisha yanayoharibu uwezo uchumi, inaharibu familia. Kuna baraka zako usioni. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Biblia inasema sikieni enyi vilima na milima. Alikuwa anazungumza watu. Sasa hapa anasema siku ya 10, huu mwezi wa 10, siku ya kwanza ya mwezi wa 10, anasema safina ikatua. Lakini anasema ndipo vilima vikaanza kuonekana. Kuna baadhi ya mambo hujaona kwenye maisha yako. Mwezi huu wa 10 Bwana akupe kuyaona katika jina la Yesu. Yale mema yaliyokuwa yaonekane yakaanza kuonekana kwako katika jina la Yesu. Mwezi huu wa 10 ukaufungua wa neno yaliyokuwa uyaone yakaanza kuonekana. Mazuri yaliyokuwa yatokee yakaanza kujitokeza katika jina la Yesu. Kwa sababu 10 inakupatia kuanza kuona tumaini ulilokuwa nalo. Kuanza kuona tumaini ulilokuwa nalo. Nuhu aliendelea kukaa kwenye safina. Aliendelea kukaa kwenye ile safina akiwa hajui hatima yake. Mwisho wake nini kitatokea? Inawezekana alianza kuwaza chakula kitaisha. Inawezekana alianza kuwaza yule ndani atakaa makarini. Yeye maisha yake yote watafia mle ndani. Mimi sijui aliwaza nini. Lakini maandiko yanasema ilipofika mwezi wa 10, siku ya kwanza, alianza kuona hiyo milima na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mawe ni watu. Yesu anasema ninyi ni mawe yaliyo hai. Anapozungumza mawe, anazungumza watu. Anazungumza watu. Kwa kuna vitu ambavyo inawezekana uvione kwenye maisha yako. Unatarajia kuweza kuviona. Lazima ukae sawa sawa na Mungu ndani ya maisha. Kwa sababu huu ndio utakaoamua maisha yako ya mwaka 2026. Kwa sababu mwezi wa 11 ni miezi ya shukrani. 12 ni mwezi ambao unamalizia kufanya agano lako na Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Unaingia ukiwa nani? Na 12 ndio inaamua hatima ya mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokaa ndani ya mwezi huu wa 10, kanisa kaa sawa sawa kwenye nafasi yako. Omba sawa sawa katika kweli. Wewe omba ukiomba kwa kuigiza shauri zako. Unajua kuna wakati mwingine ukiingia hapa ndani, unajiuliza wapendwa wameokoka au hawajaokoka? Kwa nini? Unakuta huoni watu wenye uchu. Unajua hata wanaosajili mpira wanasajili wale wanaokaa kule mbele, wanasema sijui forward sijui nini, wenye uchu wa kufunga magoli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Washabiki wa mpira mpo? Shabiki wa Simba na Yanga mpo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wanatafuta watu kama hao ambao wanataka kufika pale, wanataka kufanikisha. Sasa mtu hajafanikiwa anakuta naenda hivi. Hauendi kukutana na Mungu, naenda kuchukua laana. Maandiko yanasema amelaaniwa afanyaye kazi ya Mungu kwa mkono mlegevu. Unaenda mbele, maandiko yanasema hivi, maombi yake mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Sasa wewe unaomba umejiachia. Haya mwanangu. Haya. Utakutana na Mungu. Ila Mungu yupi? Wa dunia, sio aliyefanya mbingu na nchi. Kwa sababu Mungu aliyefanya mbingu na nchi hataki watu walegevu. Hataki watu walegevu, anataka watu wenye nguvu. Anataka watu waliomaanisha, walioamua, waliojikana.
wakasema si mimi ila ni wewe Bwana. Sitatenda mimi, utatenda wewe Bwana. Sitasema mimi, utasema wewe Bwana. Sitaamua mimi, utaamua wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili anayekutana na wao akutana na Bwana. Lazima ifike wakati hauamui wewe, hauwazi wewe, anawaza Bwana. Wewe anayegongana na mawazo yako, wewe anayegongana na mawazo ya Bwana, anayekataa mawazo yako, anamkataa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tunapozungumza kwa habari ya mwezi wa 10, ni namba inayokwenda kufungua ukurasa mpya, unaokwenda kuachilia matumaini mapya. Inawezekana ni mema au ni mabaya, lakini 10 inaruhusu iwe mema au mabaya. 10 usipoitumia sawa sawa inakupatia mabaya, ukiitumia sawa sawa inakupatia mema. Na ndio maana zile sheria 10 ukikaa nazo sawa sawa, usipunguze hata moja, inakupa majibu mazuri. Ukipunguza umeharibu yote. Na ndio maana nasema atakayekosa katika sheria moja, yale mazuri yote yanafutwa. Na ndio maana usijidanganye ukasema nimesema uongo tu kidogo, umefuta yote mazuri uliyofanya siku zote. Sio shetani, ni wewe umefuta yasiwepo. Kwa nini kwa wewe kusema uongo kidogo? Kwa wewe kukatisha kidogo, kidogo tu. Usirahisishe. Tunaposimama kwenye nafasi ya Mungu aliye hai, haturahishishi ya kuwa ni kidogo tu, ni siku moja tu. Usije ukasema siku moja tu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo siku moja imebeba siku nyingi. Na ndio maana siku moja kwa Mungu ni sawa na 1000. Na 1000 ni sawa na siku moja. Sasa weka kwenye nafasi za kibinadamu, uanze kusema siku moja tu, hiyo siku moja inaua 1000 yako. Na mwanadamu haishi kwenye miaka 1000. Wapo tu kwenye Biblia walioishi miaka 900. Miaka 900 kina Metusela. Lakini hao wengine waliishi pungufu. Hakuna aliyevuka kwenye 1000. Kwa nini? Lazima uelewe unachokiua kwenye maisha yako kwa kuto kuijua kweli. Mtu anaichukulia siku moja tu, mtu anaichukulia kidogo tu. Unapoichukulia kidogo tu, angalia madhara ya hicho kidogo kinaleta nini. Na ndio maana mbegu ndogo inaleta mti mkubwa wenye kivuli. Hiyo mbegu ndogo inatengeneza watu wengi. Hiyo mbegu ndogo inashibisha watu wengi. Hiyo mbegu ndogo inaponya walio wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kidogo ndio kilipobeba ukubwa. Hakuna ukubwa pasipo kidogo. Na ndio maana Mungu anasema ukiwa mwaminifu kwa kidogo, nitakufanya katika makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuweki katika makubwa kama hujaonyesha uaminifu kwenye kidogo. Uaminifu wako unaanza kwenye kidogo, ndio uliobeba makubwa. Kwa hiyo lazima uhakikishe unakaa sawa sawa kwenye hili eneo. Usikae kwa namna ya kuingiza kama mtu wa dini. Mtu wa dini hana shida. Yesu nilikuwa kwenye harusi moja, mtu mmoja akawa ananishangaa sema, huyu sasa si huwa anasalisha pale, mbona anakunywa bia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kaka anapiga bia na waumini wake, hana shida. Ni mchungaji wa kanisa mahali fulani, anapiga bia na wanaumini wake, hana wasiwasi. Na kesho yake anakwenda kupiga ibada kama kawaida. Nikamwambia wewe acha tu, hii dunia wewe iache tu. Iangalie unavyoiangalia, lakini unachokijua ni sehemu ndogo sana. Sehemu ndogo sana. Kwa ni vizuri pia ukawa makini katika hatua zako na kusimama sawa sawa na Mungu aliye hai, kwa sababu mwezi wa 10 utakufungulia ukurasa mwingine wa maisha yako, ukurasa mwingine wa baraka zako, ukurasa mwingine wa matumaini ya kwako. Yale uliyoyatumaini kwa muda mrefu,
mwezi wa 10 ukakupatia katika jina la Yesu. Mwezi wa 10 ukakutia moyo katika jina la Yesu. Mwezi wa 10 ukakuonyesha njia katika jina la Yesu. Kwa sababu mwezi wa 10 kuna wengine wanaanza kukaa kwenye viti vya kimamlaka. Iwe umependa au hujapenda, iwe umetaka au hujataka, iwe umewaamini au hujawaamini, watakaa na watakupangia sheria zao, sio sheria yako, hata kama huwapendi, hata kama huwataka. Na ndio maana ukikaa sawa sawa, mwezi wa 10 unakupatia nafasi ya kimamlaka kwa wanaokupenda na wasiokupenda. Kumbuka, ninatafuta kuona watu ambao wana nguvu. Hawatasema mimi hawanipendi, walinikataa. Hata kama walikukataa, lazima ifike wakati wa kutafute. Lazima ifike wakati wa kuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwani wao waone serikali za mitaa, hata kama mwenyekiti aliyekuwepo hapo hukumchagua, itafika wakati utataka kuingiza maji, watakwambia niletee barua ya mwenyekiti wa serikali yako ya mtaa. Una ndugu yako amepeleka kitoni, niletee barua ya mwenyekiti wako wa serikali ya mtaa. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kwenda kwenye taasisi za mikopo, niletee barua yako. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kibali si cha kujenga, hata kama ni hadithi yako, niletee barua zinazoanzia huko chini unakotokea. Hata kama hukuwachagua. Kwa hiyo 10 inatengeneza utaratibu kwa wanaokupenda na wasiokupenda, kwa wanaokuamini na wasiokuamini, kukaa chini yako, kukaa chini ya neema ya Mungu wako, kukaa chini ya mpango wa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unataka nguvu inakupatia majibu yao. Unataka nguvu inakupatia nafasi zao. Unataka nguvu inakupatia wanachokihitaji. Lazima ukae sawa sawa. Mwezi huu wa 10 unayo majibu yako. Mwezi huu wa 10 utakupatia nafasi itakayo kufanya uwaje, hata kama wapende. Waombe msaada hata kama wapende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu watakuja kwako tu kwa sababu wana shida, lakini ile shida ndio itakayofanya wakubali Mungu wako kwa matendo. Wakubali uwezo wa Mungu wako kwa matendo. Hata kama kwa vile wanakataa kwa matendo, watakuwa wamekukubali, kwa sababu kinachomata ni matendo, sio maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoheshimiwa ni matendo, na ndio maana uhai wa imani ya Mkristo umebeba kwenye matendo. Wao watakuwa wana imani ambayo imekufa. Kwa nini? Haijawazuia wasije. Wana imani iliyowafanya waje, maanake imani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Maanake wameonyesha kuamini kwa matendo, hawajaonyesha kuamini kwa maneno. Sasa lazima uwe Mkristo unayeamini kwa matendo, na kama hakuna matendo, maanake hakuna Ukristo hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana anasema maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza mwezi, vilele vya milima vilionekana. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6 anasema ikawa baada ya siku 40 Nuhu alifungua dirisha la safina alilofanya. Kwa hiyo mwezi wa 10 ndio ulimpatia picha ya kwa sasa tunaenda kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo 10 ni namba ya mwanzo mpya wa nafasi yako, wa huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vitu unavyotaka vitokee, vinatokea mwezi wa 10. Nenda Mwanzo ile ya 14. Mwanzo 14. Na wataka uangalie mstari wa 20. Itaanza mstari wa 19.
Biblia inasema akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Mstari wa 20 asema, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Mwezi wa 10 na kupatia haki adui zako kawa kwenye mikono yako. Kwa hiyo hujakaa sawa, maana unazuia adui zako wasio kwenye mikono yako. Asema Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Ninachotaka uangalie pale 10. Kwa hiyo 10 ilimpatia Ibrahimu ushindi. Na ndio maana nasema baada ya hapa, angalia Ibrahimu hakudaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, leo wanataka mpaka wafundishwe. Kuna baadhi ya vitu vingine ukisikia fanya, huwezi kufanya unakabula ile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kumbuka ninazungumzia kwa habari ya 10. Maandiko anasema Mungu akasema Ibrahimu na abarikiwe. Kumbuka hapa alikutana na kuhani mkuu Melkisedeki ambaye Biblia au wanazuoni wanazungumza ya kuwa alikuwa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanazungumza kuwa alikuwa ni Yesu. Na huyu alikutana kwa namna ya umbo la kuhani mkuu Melkisedeki. Na ndio maana wanasema hana baba wala mama. Kule kwenye dini yangu nzuri tulikuwa tunasema ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkisedeki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulikuwa tunaimba hivyo. Na Ibrahimu alikutana naye. Hakukutana naye kwa sababu anataka kukutana naye. Alimtokea kwa sababu ya haki aliyokuwa nayo. Alimtokea kwa sababu ya kweli aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alitokea Yesu kwa sura nyingine kabisa ya kuhani Melkisedeki ambaye hawajui baba yake wala mama yake, lakini anaitwa kuhani Melkisedeki. Ndio maana akasema abarikiwe Ibrahimu na Mungu aliye juu sana. Kwa hiyo kuna Mungu ambaye yuko hapa juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu yuko ambaye yuko juu sana. Kwa hiyo hapa katikati hapa lazima kuna vimungu vipangue kwanza. Kama hujavipangua hapo katikati, huwezi kumkuta aliye juu sana. Ndio maana maombi yako kama hajabeba kweli, hao wasio kweli watazuia, kwa sababu uongo ni chakula chao. Watakula unachotaka kifike kwa Bwana, hakitafika. Watakula maombi yako, unachotaka kisikike kwa Bwana, hakitasikika. Ndio maana hao walioko hapo juu ili waondolewe lazima utembee kwenye kweli. Maana kwao kweli ni moto unaoteketeza. Wao kweli ni mateso. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kumtesa adui yako, tembea kwenye hiyo kweli. Hiyo kweli itakuwa moto unaokula. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Adui yako hatateseka kwa sababu unaomba, hatateseka kwa sababu una kweli. Yaani ukisema uwe moto unakuwa moto. Nisikilize. Waliomheshimu Elia hawakumheshimu kwa sababu wanataka kumheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Na waliomkusanyikia Elia hawakumkusanyikia kwa sababu wanataka kumkusanyikia. Ilikuwa ni agizo, ni amri. Hata mfalme mwenyewe hakupenda, ila aliamrishwa. Kwa nini? Kwa sababu atakachokisema Elia kitatokea. Anaweza akagoma akamwambia unakufa. Atakufa wewe. Kama amepeleka watu 50 akasema moto ushuke ukawalamba, amepeleka wengine wakalambwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili jamaa litaniua na mimi. Nimefunga mvua miaka 3.5. Hili jamaa litasema nini nikikataa? Kwa kuna vitu ambavyo mfalme alijikuta anafanya, sio kwa sababu ni wajibu wake, kwa sababu kuna mtu aliye juu ya ufalme, aliye na mamlaka kuliko ufalme wake. Na ndio maana ukitembea sawasawa na ahadi za Mungu, unakuwa kweli. Unachokisema wewe ndio kitakachotokea. Haijalishi kinawapendeza watu,
wao wakiwapendeze. Haijalishi wanakifurahia au wakifurahia, lakini ile kweli iliyoko ndani yako ndio itakayotengeneza unachokisema kitokee. Ukikosa kweli, unachokisema kinakuwa uongo. Hivyo unafikiri kwa nini wapendwa leo wanadharaulika? Unafikiri hawajaokoka kweli? Unafikiri hawajamwamini Yesu kweli? Ila sio wa kweli. Na kwa kuwa sio wa kweli, hakuna anayeogopa maneno yanayoweza kwenye vinywa vyao. Kwa nini? Kwa sababu hayo maneno wakisema zinakuwa kama story, sio matendo. Na ili unachokisema kiwe kweli, lazima uwe na kweli ndani yako. Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wewe igiza kwenda kupanda shambani, uone siku hiyo kama utavuna. Ukienda shambani kama utakuta kuna mazao, igiza. Bwana Yesu asifiwe. Na igiza kumwomba Mungu sio katika kweli, uone kama ukimwomba Mungu siku hiyo atakutokea. Kinachotutesa ni kuigiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwezi wa 10 ni namba inayokupatia kusimama sawa sawa katika kweli. Na ndio maana maandiko yanasema Ibrahimu akampatia fungu la 10 linalothibitisha ushindi wake, linalothibitisha uaminifu wake, linalothibitisha matendo ya Mungu. Na ndio maana unapomtolea Mungu ni ishara ya kusema Mungu, nimekubali wewe ndio umefanya, nimekubali wewe ndio umetenda, nimekubali wewe ndio umefanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tunapotafuta nguvu ya kiutawala, hakikisha unakaa sawa sawa kwenye mwezi. Kwa sababu mwezi wa 10 ndio umebeba nguvu ya kiutawala. Huko kwingine huko wanaenda kumshukuru shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kumshukuru shetani na kufanya naye agano. Na kufanya naye agano kwa ajili ya mwaka mwingine. 10 ndio inatoa hatima ya kupandishwa cheo au kushushwa cheo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia kitu kingine. Nimekwambia naweka msingi. Utasoma Mwanzo ya 17 kwa muda wako. Utasoma yote, tutakuna 10 ngapi pale. Okay, soma Mwanzo 24:10. Kumbuka nasoma hivi ili kuanza mwanzo mpya wa hatua zako. Mwanzo mpya wa maisha yako. Mwanzo mpya wa watoto wako na kazi yako. Mwanzo 24:10. Biblia inasema kuanzia mstari wa 9 nisome. Anasema yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Sasa angalia, huyo alikuwa ili afanikishe jambo lake, kwa sababu namba 10 inakupa kufanikisha unayokwenda kuyafanya. Na ndio maana sheria 10 zinampatia Mungu haki kwenye maisha yako. Inampatia haki ya kufanikiwa, haki ya kufanikisha kazi yake. Na huyu mfanyakazi wa Ibrahimu, kumbuka kule tulikotoka, Ibrahimu katoa fungu la 10. Anamtuma mtumishi wake kwa ajili ya kwenda kumuolea mke mtoto wake. Anaondoka na ngamia 10. Ili Isaka aanze kuitwa mume au aanze kuitwa baba, kufungulia ukurasa mpya wa kuwa hili jambo linaweza kujitegemea, sio litoto la
aanze maisha yake mapya. 10 inakwenda kufungua ukurasa mwingine mpya wa kumpatia Isaka mwezi wake. Hapewi Isaka mwezi wake nje ya 10. Na baraka za Mungu zinafunguliwa kwenye 10. Ukisoma kwenye ile baraka anasema nijaribuni kwa njia hiyo muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Ndio maana 10 ni lango la kwako la mafanikio, ni lango la kwako la kiutawala, ni lango la kwako la baraka, ni lango la kwako la kupata unachokitaka. Ndio maana 10 hii wanaondoka nayo kwa ajili ya kwenda kuchukua mke. Kwa unapokaa ndani ya mwezi wa 10, zitumia akili zako sawa sawa kwenye maombi. Tumia akili zako sawa sawa kukaa na Mungu. Kwa sababu mwezi wa 10 ndio utatoa majibu ya mahali unakoelekea. Na ndio maana kungamia 10 walioondoka nao ilikuwa ni majibu ya mahali anakoelekea. Na ndio maana hata ile binti alipewa mtihani wa kuonyesha kwanza wale ngamia 10. Ili aingie kwenye nyumba ya mtu wa Mungu alipima kwa ngamia 10 huku wanyosha maji kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lazima uwe makini sana. Na ndio maana maombi yako ya mwezi huu wa 10 usije ukateta nao, kwa sababu ndio yanatoa majibu yako ya mwaka 2026. Ile 26 ukitafuta amani, ukitafuta kweli ndani ya mwaka 2026, ipo ndani ya mwezi wa 10. Majibu yako yako ndani ya mwezi wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kanisa iweni makini sana. Usiangalie hii miezi. Kila mwezi una tafsiri yake. Kila mwezi una majibu yake. Kila mwezi una matendo yake. Kila mwezi una baraka wa kwake. Na ndio watu wanapozungumza kwa habari ya mwezi wa 10, ni mwezi wa mwanzo mpya. Ukawa na mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Bwana akupatie mwanzo mpya wa kihuduma. Bwana akupatie mwanzo mpya wa mafanikio. Bwana akupatie mwanzo mpya wa kifamilia kwa jina la Yesu. Amen. Mwanzo wa familia ulianzia kupitia ngamia hawa 10. Jamaa anasafiri kwenda kumleta mke. Safari ya wokovu wako inategemea namna yako unavyojitoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namna yako utakavyoomba mbele za Mungu. Unavyoomba mbele za Mungu. Na ndio maana uwe makini sana ndani ya mwezi. Hasa nyewe wanangu mnaozoea kwenda mbele za Mungu. Mungu amekubariki umepata hata 200, basi mpatie hata shilingi. Bwana Yesu asifiwe. Usiende mbele za Mungu hauna hata sadaka. Hauna hata sadaka kama Mungu amekupatia. Labda uwe hauna kabisa, umwambie Mungu nimekuja kama mimi. Kama ulivyonileta. Lakini usiende mbele za Mungu ukiwa hauna sadaka. Kwa sababu hii ni miezi ambayo ni ya kafara, ni ya sadaka kwa ajili ya nafasi ya kiutawala. Kwa ajili ya nafasi ya hukumu. Ni miezi inayoamua kesho yako iweje. Ni miezi inayoamua uishije ndani ya huo mwaka. Yale maombi utakayoomba ndani ya ule mwaka, maamuzi yanakuwa yamefanyika kwenye hii miezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii miezi ndio inayoamua nani akutawale, nani asikutawale. Nani afanikiwe kuliko wewe, nani asifanikiwe. Kwa hiyo ni vizuri pia ukawa makini kwenye maombi yako. Usiombe maombi ya kirokole. Hii miezi hakikisha unaomba maombi ya kifalme. Sio ya kutembea tembea. Hayo maombi ya kiinjilisti acha kwanza. Ukienda mbele za Mungu piga magoti. Inua mikono yako juu. Na kama umeshindwa kuinua mikono yako juu au umechoka, lala hapo hapo. Lala hapo hapo, kwa sababu kuna mambo ya kumsikizisha Mungu na kuna mambo ya kumsikia Mungu ukiwa hapo. Na ndio maana lazima kuna wakati unakuwa na maombi kwenye utulivu ambaye utakuwa unasema na unasikia kinachotoka kwa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa kanisa lazima tuwe makini sana kwa nafasi kwa habari ya namba 10. Kwa habari ya namba 10, kwa sababu hiyo ndio itatoa. Na ndio maana anasema kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Angalia watu walio rohoni, wanaotiwa kutawala kwenye nyumba ya mtu mwingine, wanajua kutembea na namba ya Mungu. Sio unakuja hapa mwanangu umeajiriwa unasema mimi boss anipendi. Unatafuta kupendwa, unatafuta nguvu ya utawala. Anakufanyia hivyo kwa sababu anakutawala. Unataka unachokitawala kijifanyie kinachopenda. Unachokitawala lazima kiende kwa namna unayotaka mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka uwe na maamuzi lazima uwe na kwako. Ukitaka uwe na maamuzi lazima uwe na cha kwako. Lakini kama uko chini ya cha watu, watakwambia wanachojisikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Utatukana kwa namna unavyojisikia. Unafikiri mimi niliacha kufanya kazi kwa watu? Nilikuwa napenda. Saa zingine wanakuangalia na urefu ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Hujafanya kazi ngumu, nimejitwisha vikalai kichwani. Unajiona kama ufupi unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwisho wa siku fundi anakuambia bosi kasafi. Bosi kasafi. Yaani umeteseka. Siku moja nimefanya kazi ngumu ya vitofali. Alafu nategemea kupata mshahara wangu. Nikanunua viatu vya shule. Alafu naambiwa bosi kasafi. Nina njaa. Nikapitia ofisini kwa mzee akasema, kazi gani unayofanya hiyo? Mzee alikuwa hana fedha tu, lakini dakika za mwisho alikuwa hana fedha, alikuwa amefilisika. Ndio maana nawaambia wenyewe wanangu msio wake wengi. Kwa sababu mimi najua kinachotokea. Kuna nyingine ni majini makata. Yanakuja kukata mawasiliano ya baraka zako kabisa. Ni makata. Yanakata kabisa baraka zako. Unarudi kwenye sifuri kabisa. Mzee alirudi kwenye sifuri kabisa. Aliponiangalia kaninunulia chakula nikala. Mzee siku ile nilijua kaumia. Alafu narudi hata 10 sina. Huwezi kumfanya chochote. Yesu mkubwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu usipokaa sawa sawa wakikaa juu yako watakufanyia wanachotaka. Pesa zile nilizulumiwa. Na mbaya zaidi bahati nzuri sio bahati mbaya, aliyenidhulumu alishaondoka, alienda mbele za haki. Mimi sijui kwa Mungu alijibu nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nilichukia kwenye maisha yangu, hakuna kitu ninachochukia kama kuajiri. Kama kuajiriwa kubaya. Mimi nakueleza, ajiriwa ukiwa una mipango yako ya kuishi kama mfalme mwenye maamuzi. Yaani ukiwa una mipango kusema hapa mpaka pale, hapa mpaka pale. Unapambania pale ufike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio unapambana upendo na boss. Tafuta majibu yatakao kufanya wewe kuwa boss. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na hapa tunaona mfanyakazi wa Ibrahimu amekaa hapa, lakini mali zote za Ibrahimu licha kwa Ibrahimu na Mungu. Hili jamaa linafuata kanuni za kiroho. Ibrahimu anajikuta na viacha vitu kwenye mikono yake. Anasema kwa kuwa mali zote zilikuwa kwenye mikono yake. Hangaiki kwanza kumfuatilia. Manake naye japo naye boss na ni boss.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ana uwezo wa kufanya anachotaka. Unakaa kwa bosi hauna hata uhuru. Kila dakika anakukagua. Ukicheka na mtu yule ulikuwa unacheka naye na huyu aliyekuwa amekuja hapa nani? Kila naye kutembelea anamuuliza nataka mkague. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Rafiki zako, jirani zako wanakutembelea kusalimia, sitaki nione watu hapa ndani. Kwa nini? Kwa sababu hauna uhuru. Wanakuja kazini kwako au wewe unaiba hela unawapatia rafiki zako ni? Hauna uhuru. Kumbuka vitu ninavyokuambia ni nafasi, ni nguvu inakupatia nafasi ya kiutawala. Ni nguvu inakupatia nafasi ya kimaamuzi. Ni nguvu inakupatia nafasi ya kuwa na vya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tumezungumza kwa habari ya kweli, lakini tunapozungumza kwa habari ya kumi ni namba inayokufikisha mahali ambapo utakuwa mkuu, mahali ambapo utaheshimika, mahali ambapo utaongoza, mahali ambapo neno lako litakuwa sheria. Litakuwa sheria. Na ndio maana amri zipo 10, maana yake neno la Mungu hapo ni sheria. Sheria 10 za Mungu maana yake ni matendo ya Mungu, sio ya kwako. Ukifuata zile maana yake una matendo ya Mungu. Ukifuata zile maana yake una tabia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usipofuata unakuwa mlokole. Unakuwa mlokole. Ndio maana lazima uamue, lazima umaanishe. Kama huwezi kumaanisha, mwanangu, usipoteze muda. Sawa, tutafarijiana. Biblia inasema farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima usimame kwenye kweli. Ndio nguvu yako. Ndio nguvu yako. Nguvu ya Mkristo yeyote ni kweli. Nguvu ya mbingu ni kweli. Nguvu ya shetani ni uongo. Uongo ndio shetani anatumia kunyang'anya mali za watu. Uongo ndio shetani anatumia kuchukua nafasi za watu. Uongo ndio shetani anatumia kuchukua haki yako. Kwa hiyo nguvu ya shetani ni uongo. Nguvu ya mbingu ni kweli. Kama unataka kutumia nguvu ya mbingu, lazima ujue kutembea kwenye kweli. Tukisema tunaomba wote. Tukisema tunamuita Bwana, tunamuita Bwana kwa pamoja. Tukisema tuna ibada, basi wote tupo kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu nikuongeze maandiko mawili afu nihitimishe. Tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nenda Biblia yako kitabu cha Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utasoma hiyo Kutoka 16:36 kwa muda wako. Fungua hapo tusome Kutoka 10:18. 10:18. Kutoka 18 mstari ule wa 21.
Anasema zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa, watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Waweke juu yao, wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana napozungumza kwa habari ya ukuu, ni nafasi na kupatia ukuu. Hizo unataka kupandishwa cheo, hizo unataka kuinuliwa zaidi ya wengine, lazima ukae sawa sawa, kwa sababu mwezi wa 10 ndio lango lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 10 unakuondoa chini, unakuweka juu. Ni mwezi unaokuinua, ni mwezi wa kupandishwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yako ulikuwa uyaoni, au kuna baadhi ya watu ulikuwa upewi nafasi ya kukutana nao. Mwezi wa 10 unakupatia haki ya kukutana nao. Mwezi wa 10 unakupatia haki ya kuonana nao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize, mwezi wa 10 utakutana na mawaziri ambao hujawahi kuwaona kwa macho yako, uliwaona kwenye TV tu. Walikuwa wakupatia mkono, watakuja watakupatia mkono. Kwa nini? Kwa sababu wanataka cha kwako 10 na kuletea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna baadhi ya mambo watakusikiliza kwa unyenyekevu, hawatakuamrisha. Mwezi huu wa 10 watakusikiliza kwa unyenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu wanatafuta nafasi ya hukumu. Na ndio maana hakikisha na wewe mbele za Mungu naenda kwa unyenyekevu mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu wanatafuta nafasi ya kupanda, wanatafuta ngazi ya kuinuliwa. Na ndio maana kuinuliwa kunataka unyenyekevu. Ukiona umekosa unyenyekevu mbele za Bwana, hakuna kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Anayetafuta kukaa juu lazima ashuke kwanza chini. Na ndio maana miezi hii wale waliokuwa washuki kwenye vijiji vyao, waliokuwa washuki kwenye mikoa yao, waliokuwa washuki kwenye mitaa yao, wanashuka chini ili wakae juu, kwa sababu 10 inawapatia haki hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anazungumza kwa habari ya hii nafasi. Anasema utajipatia watu walio wa kweli. Walio wa kweli. Anasema hao waweke juu ya watu, katika maelfu, katika mamia na katika makumi. Katika makumi. Kwa hiyo wanakaa hapo. Kwa nini? Kwa sababu namba 10 inatoa nafasi ya uongozi, nafasi ya kiutawala. Unataka kuongoza kwenye familia, kwenye uchumi, kwa hekima au kwa maarifa, lazima ukae sawa sawa kwenye hili eneo. Usipokaa sawa sawa, mpendo, unakuwa muumini wa kawaida kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hautajua majira ya kuinuliwa kwako. Majira ya kuinuliwa kwako yako ndani ya mwezi wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Usipojua majira ya kuinuliwa kwako, na ndio maana nimetangulia kukwambia nchi hii ipo kiroho kuliko unavyofikiri. Kwa sababu chanzo cha nchi ni ulimwengu wa roho kabisa. Chanzo cha utawala wa nchi ni ulimwengu wa roho kabisa. Ulimwengu wa roho kabisa. Ndio maana kwenye ulimwengu wa roho kuna vita kuliko unavyofikiri. Kuna vita kuliko mtu anavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani hii ni kama Israeli na Palestina. Kila mmoja ana haki. Kila mmoja ana haki ya kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wana haki kisheria na hawa wana haki kuzaliwa. Kuna wenye haki kwa sheria na kuna wenye haki kwa kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Andiko la mwisho. Yako mengi, ila
Ila sitamani nikuchoshe kwa saizi. Haya ni machache tu ya msingi ya kwanza kuendelea unapokwenda kuomba. Unaweza kusoma Mambo ya Walawi 14:21 kwa muda wako. Hizo zilikuwa ni sadaka ambazo waliruhusiwa kutoa. Mambo ya Walawi 16. Ngoja tusome Mambo ya Walawi 16:29. Biblia inasema, amri hii itakuwa amri ya milele kwenu. Katika mwezi wa 7 na siku ya 10 ya mwezi mtajitaabisha roho zenu, msifanye kazi namna yoyote, mzaliwa na mgeni akae kati yenu. Asema siku yako. Lakini ni siku za kutaabisha roho. Na ndio maana kuna watu wanajitaabisha kwenda kwa waganga kutafuta utawala, kutafuta ukuu. Wanajitaabisha nafsi zao, wako tayari kutembelea magoti kwa watu ili waungwe mkono. Lazima na wawe tayari kutembelea magoti mbele za Mungu wako. Wakati wao wananyenyekea kwa miungu, lazima wao unyenyekee kwa Mungu wako. Kwa hiyo 10 ni namba ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunakwambia Rebeka aliolewa kwa Isaka kwa sababu ya unyenyekevu. Alipomkuta yule mtu pale kwenye kisima, aliambiwa nipe maji, akatoa maji. Alipompa yeye akanywa. Kwa ule unyenyekevu aliokuwa nao, akawanywesha na wanyama wake. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya zaidi ya alichoombwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usifanye kwa Mungu kwa sheria, lazima ufanye zaidi ya kile ambacho Mungu amekwambia. Usitende zaidi ya kile ambacho Mungu amekwambia. Kwa nini? Lazima ukae katika hali ya unyenyekevu ili Bwana akuinue, ili Bwana akupandishe. Ongeza unyenyekevu wako, ongeza bidii yako. Usifanye kwa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa sheria, kuna baadhi ya mambo mengine yatakusumbua. Kwa nini? Kwa sababu sheria itakuwa inakufunga. Itakuwa inakufunga. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo mengine lazima wakisha simama sawa sawa. Na ndio maana amezungumza hapa, anasema msifanye kazi namna yoyote, mzaliwa wa kwanza mgeni akae kati yenu. Hiyo siku ya ngapi? Ya 10 ya mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya 10 ya mwezi. Na huu ni mwezi wa 10. Kuna baadhi ya vitu lazima ufanye kwa unyenyekevu. Usiruhusu mawazo yako yatawale mawazo ya Mungu. Usiruhusu akili zako zikatawala kwenye akili za Mungu. Ukiruhusu akili zako zikatawala, utaanza kujitegemea. Utajikuta umekuwa duni. Sema nakataa kuwa duni. Sema nakataa kuwa duni. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema Mungu Baba, nimesikia neno lako. Maana kwa neno hili kuna watu umewainua, ukawaweka juu ya maelfu,